Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tulikuwa na ibada mahali hapa kanisa la Tanzania Assemblies of God Shalom International Gospel Center. Siku ya leo ilikuwa ni siku special sana. Tulikuwa na seminar ya uchumi na seminar hiyo ilikuwa live YouTube, ilikuwa live recording. Lakini sasa hivi tumemaliza ibada, tunataka tufanye mawili matatu kwa ajili ya kujua namna ambavyo baadhi ya watu wamejifunza nini katika ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Tunamshukuru Mungu ni salama. Siku ya leo kulikuwa na semina ndani ya uchumi, lakini tunataka tujue kitu gani ambacho wewe unaweza kujifunza. Cha kwanza napenda kushukuru uongozi wa kanisa kwa kutambua nafasi ya semina hii hasa kwa sisi vijana. Ukiangalia nguvu kazi kubwa ya taifa ni vijana. Kwa hiyo leo tulikuwa tuna mgeni ambaye ameongea mambo mazuri sana kuhusiana na mambo ya uchumi. Nimejifunza umuhimu wa kazi. Mimi kama kijana ambaye nimeokoka na ninamwamini Mungu, ni lazima nifanye kazi. Kanisa haliwezi kuendelea bila pesa yangu. Na mimi ni mtumishi wa Mungu, nimeokoka. Siwezi nikaenda nikaiba. Lazima nifanye kazi halali ambayo itanipatia pesa ili niweze kufanya kazi ya Mungu isonge mbele. Kwa hiyo pesa nitailipa kwa njia gani? Kwa njia ya michango, kwa njia ya sadaka ya shukrani au kwa njia ya mafungu ya 10 kwa malengo ya maendeleo ya kanisa letu. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Siku ya leo tuko na ibada ya uchumi. Kwanza umeionaje ibada? Ibada nimeiona vizuri sana kwa kweli, tunamshukuru Mungu. Ibada ni njema. Amen. Nafurahi kusikia hivyo. Vipi wewe, kitu gani ambacho umejifunza hii siku ya leo? Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa sababu ni kweli Biblia inasema kwamba tunaangamia kwa kukosa maarifa, lakini kwa kupitia mtumishi wa Mungu ambao leo imempendeza Mungu kupata elimu hii, mimi binafsi nimeona kabisa kufanikiwa na kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ni kweli maarifa wanayo watumishi wa Mungu, na tunapata fursa kama hii tunajifunza vitu vingi na tunahakika tutapiga hatua kwa msaada wa Bwana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Nashukuru sana. Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Siku ya leo tulipata taarifa kwamba kutakuwa na semina ya uchumi mahali hapa. Natamani nijue kwa upande wako wewe ibada umeionaje kwanza? Kwa upande wangu mimi namshukuru Mungu, ibada ya leo imekuwa ni ibada njema na ibada yenye baraka sana kwenye maisha yangu. Lakini pia tunatamani tujue kitu gani ambacho wewe umepata katika hii ibada ya leo. Kitu ambacho nimekipata kwenye ibada ya leo, kwanza nimepata kitu kikubwa sana ambacho nilikopo sikifahamu hapo kabla. Mtumishi amefundisha kitu ambacho anasema kwamba mafanikio ya watu yapo mikononi mwa watu wenyewe, wanayafunga wao wenyewe. Ni kivipi wanayafunga wao wenyewe? Wanayafunga wao wenyewe ni kwa sababu zifuatazo. Unakuta labda mtu amefanya biashara yake, amepata faida. Kwenye ile faida aliyopata kuna fungu la 10 pale. Ile fungu la 10 akilichukua, akaliambatanisha na biashara zake, akaenda kuitumia tofauti na kuipeleka kwenye fungu la 10, inakuwa ni laana. Lakini akaichukua ile fungu la 10 akaenda kulitoa kanisani, Mungu analifanya linakuwa baraka kwenye ile kazi yake kwa sababu limetolewa katika sehemu sahihi. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki. Amen. Leo tulikuwa Shalom International Gospel Center. Yale ambayo tumeyapata kwa siku ya leo, nadhani hata wewe kuna kitu umejifunza kupitia haya machache, lakini pia kuomba usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment kile ambacho unaona kitakuwa sahihi kwa ajili ya kuleta manufaa zaidi. Mungu akubariki sana.